لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani ahamiyatu dua, umuhimu wa dua, ni kipindi ambacho kinakueleza asrari alquran wa asma'illahi alhusna, siri mbalimbali za Qur'ani na majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwa mazuri. Ama katika darsa yetu ya leo tutazungumzia suratun qasiratun ajiba, sura iliyokuwa fupi yenye maajabu. Allahu akbar! Yani sura yenyewe kwanza ni fupi, na nikisema fupi maana yake yawezekana wengi tumeihifadhi na tuna wepesi wa kuweza kuisoma, lakini sura hii ndani yake ina maajabu makubwa mno. Ni sura ya 108, ina herufi 42, ina aya 3 na maneno 10. Maarufu inaitwa suratul Kauthar. Sura hii ndugu yangu katika imani, tulipata kueleza katika darsa za zamani huko namna ya kusoma uweze kumuona Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. Na leo tutaieleza sura hii katika faida kubwa 3. Faida ya kwanza, kwa yule mwenye kuhitajia jambo lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala apate kupewa, asome suratul Kauthar. Lakini yule ambaye anahitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuongoze katika ibada zake, katika toa yake, na hutokezea baadhi ya watu wakatupigia simu wakauliza, shekhe, mimi na mwanangu hataki kusoma, hataki kufuata ibada, hatekelezi mambo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni mlevi, ni mvuta bangi, ni mzinifu, mambo machafu, mambo ya aibu. Anaeleza na anatamani kama kuna sura ya kusoma ili kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amuongoze mwanawe, soma suratul Kauthar. Lakini faida ya 3 na ya mwisho, kwa yule anayetaka kuwashinda maadui zake, kuwapiga bakora, wamuogope, waachane naye katika kufuatilia maisha yake na mambo yake, asome suratul Kauthar. Ni sura bakora, sura ambayo kama utaisoma kwa kusudio la kupambana na maadui, mwisho wa kuisoma sura hii utaongezea na majina mawili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyokuwa mazuri, nayo ni ya Qadir, ya Muqtadir. Majina haya mawili yana siri kubwa, na utayasoma kwa idadi ya ahlul badri, hesabu yake ni 313. Lakini kama utasoma kwa mambo mawili tuliyotangaza mwanzo, utasoma kama ilivyo suratul Kauthar, habari yake ni kubwa. Ama suratul Kauthar, maajabu yake yameanza katika jina lenyewe. Suratul Kauthar, jina lenyewe kule mwisho limemaliza kwa harfu ra'u, herufi re, al-Kauthar. Ichukue herufi re iweke katika mabano, baadaye itatusaidia kutuongoza siri ya harufi ra'u katika usomaji wa suratul Kauthar. Lakini sura hii Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia ina aya 3. Katika hizi aya 3 zote zimefunga kwa harfu ra'u, re. Inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Sadakallahu al-azim. Unaziona re zimefunga katika mwisho mwa kila aya. Hizi re zina siri katika usomaji wa dua yako suratul Kauthar. Lakini kama hilo halitoshi, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika zile hurufi alhijaia. Unapotaka kuisoma Qur'ani ukiwa ndio unaanza, zipo herufi unaelekezwa kuweza kuzisoma, nazo ni harufu alifu mpaka harufu yau, zinaitwa hurufi alhijaia. Ukisoma kuanzia harfu ya kwanza mpaka harfu ya 10 utakutana na harfu ra'u, alif, be, te,
the, jim, he, khe, dali, dhali, re. Ni harufi ya 10. Kwa hivyo katika usomaji wa dua hii tunajifunza siri ya herufi re iliyojificha katika namba 10. Namba 10 imekuwa ndiyo harfu rau katika mpangilio wa namba zilizoko katika herufi alhijaia. Lakini hii namba 10 utaipata katika maneno yake. Maneno ya sura hii yote yapo 10. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Maneno yake ni 10. Kwa hiyo harfu rau kwa namba 10 pana siri kubwa mno. Hata ukitazama katika hii surati al-Kauthar unapoanza kuisoma mwanzo mpaka neno wanhar, hili neno wanhar ndio inaloelekeza namna ya kuchinja, nayo ni mwezi 10. Siku ya kuchinja katika mwezi wa Dhulhijja ni mwezi 10. Unaposoma kuanzia mwanzo mwa sura mpaka hapa neno wanhar, katika neno ambalo linaamrisha kuchinja, ambayo ni mwezi 10 wa mwezi wa Dhulhijja, utaona kuna nukta takriban 10. Ukianza inna, ile nuni pale ina nukta 1. A'tainaka, a'tai, hiyo ye ina nukta 2 na ile 1 zinakuwa 3. A'taina, hiyo nuni inayofuata baada ya ye ina nukta 1, jumla zinakuwa nukta 4. Al-Kauthar, neno Kauthar lina athau, the yenye nukta 3 na zile 4 zinakuwa 7. Alafu fasalli, neno fasalli, ile fau fei ina nukta 1 pale juu na zile 7 zinakuwa 8. Lirabbika, albau pale chini ya be kuna nukta 1 zinakuwa 9. Wanhar, hiyo nuni hapo ina nukta 1 ambazo zinatimiza idadi ya nukta 10. Kwa hiyo katika usomaji wa dua hii utaona kwamba siri ya herufi re iliyojificha katika namba 10, habari yake ni kubwa mno. Ndugu yangu katika imani, ni nini siri ya harfu rau? Harfu rau uzito wake ni 200. Ukitazama uzito wa harfu rau ni 200, na hii 200 ndio yataka isomwe idadi wakati wa kusoma sura hii. Lakini hii 200 mara ngapi? Utasoma 200 mara 10. Manake 200 mara 10 ni sawa na 2000. Hapo una khiari, ukae fi jilsatan wahida, katika kikao kimoja usome suratul Kauthar mara 2000, usome mara 2000 ikiwa una wepesi wa kusoma, au kama una uzito utawaita na wengine, mkae watu 15 20, mtagawana, mtazisoma 2000 mara moja katika kikao kimoja. Ukisoma 200 utasoma mara 10, siku zake zinakuwa 10 ili upate zile 2000. Allahu akbar. Nimalize darasa hii ya leo kwa kukueleza ndugu yangu mtazamaji, utaisoma katika muda gani, wakati gani utakaa kitako kuisoma sura hii. Inda irtifai shams, wakati wa kupanda kwa jua, wa kabla zawali shams, na kabla jua halijapinduka. Watu wa fiqhi, watu wa sheria watakuwa wamenielewa. Inda irtifai shamsi, wakati wa kupanda kwa jua ni wakati gani? Ni wakati wa salatul Eid. Hebu tafakari, wakati wa salatul Eid unaswali wakati gani? Baina ya saa 1, 1:15, 1:30, saa 2. Na tunajuaje kwamba huu wakati ni wakati wa irtifai shams, wakati wa kupanda kwa jua? Angalia katika aya munasaba, fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Fasalli lirabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Swala gani? Salatul Eid. Kumbe hii swala iliyotakiwa kuswaliwa hapa ni swala ya Eid, na ndiyo maana
fasalli lirabbika wanhar, swali salatul Eid kwa ajili ya Mola wako na uchinje, baina ya saa 1:30 saa 2, wa kabla zawali shamsi, na kabla ya kupinduka kwa jua, ni wakati wa salati dhuhri, baina ya saa 6 kasorobo, 6 kamili, 6:15 mpaka 6:30 mpaka saa 7. Huu ndio wakati wa kuisoma dua hii. Ndugu yangu katika imani, ikiwa bado hujasubscribe channel yetu kwa ajili ya mengi mazuri yatakayokufika, ni kuombe ufanye hivyo ili uwe wa mwanzo katika wale ambao watakaopata manufaa ya darasa zetu hizi. Lakini pia usiache kushare, kulike na kucomment. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, yule mwenye kusaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Mimi nazungumza, wewe unasambaza ujumbe huu, tunashare pamoja katika ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة إلا بالله ويا نعم المولى.